Utukufu ni wako Bwana. Tuko hai si kwa ujanja wetu, ni kwa sababu umetushikilia Bwana, na mkono wako umetubeba. Nasi jioni ya leo kwenye mlima huu mtakatifu tumeleta ibada yetu. Tunamimina mioyo yetu kwako, tunamimina mioyo yetu kwako. Yaadhimishe jina la Bwana, mtu wa Mungu, yaadhimishe jina la Bwana. Hallelujah, 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 hallelujah. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru, utukufu ni wako milele yote. Asante kwa wema wako na fadhili zako nyingi ambazo Bwana umezifanya kwenye maisha yetu. Asante kwa kutupa tena kibali cha kuja tena katika mlima huu wa maombi. Roho Mtakatifu ulio katikati yetu, jidhihirishe waziwazi. Sema na watoto wako kwa lugha nyepesi. Amimina roho ya neema na kuomba ndani ya watoto wako, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Utukufu Bwana ukapate kuwa kwako, na sifa na heshima na uweza na shukrani na mamlaka na baraka na neema na kibali zina wewe Mungu wetu, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na watu wote tuseme amen. Ongeza makofi kwa Yesu. Haleluya, haleluya. Ninaomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Bwana Yesu apewe sifa. Pekee namshukuru Mungu ambaye amenipa tena nafasi ya kusimama mbele yenu, lakini pia nimshukuru Mungu kwa ajili ya uongozi wa usharika wa Kijitonyama ukiongozwa na baba mchungaji Dr. Eliona Kimaro, mchungaji msaidizi Ana Kuyonga, wainjilisti, baraza la wazee na kamati mbalimbali zilizoko ndani ya usharika. Mungu awabariki kwa ajili ya kazi njema mnayoendelea nayo mahali hapa, na wakumbuke pia katika ufalme wake. Pia niwashukuru praise team na kwaya zote, kwaya uinjilisti, kwaya tarumbeta na praise team, niwashukuru kwa pamoja. Mungu wa mbinguni awabariki pia kwa ajili ya utumishi wenu mwema uliotukuka, na Mungu awakumbuke katika ufalme wake. Basi bila kupoteza muda, nataka tuende moja kwa moja kwenye
Tulikuwa na somo ambalo lilikuwa linasema siri 5 zilizofichwa nyuma ya kuinuliwa kwa mtu, na kupitia somo hilo kuna agenda kadhaa ambazo nimeziandaa, na agenda hizo tutatembea nazo kwenye maombi kwa muda kadhaa, alafu tutakupa nafasi ya kuendelea na ratiba nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi nataka tuangalie agenda. Ile agenda ya kwanza nimeona iwe ya mwisho. Tehama, naomba ile agenda ya kwanza mtaifanya ya mwisho, kwa sababu natamani tuiombee kispecial zaidi. Kwa hiyo tutaendelea na agenda ya pili, ndio itakuwa agenda ya kwanza. Na agenda ya pili ambayo ndio ilikuwa iwe ya kwanza inasema, omba Mungu akupe nguvu ya Roho Mtakatifu. Omba Mungu akupe nguvu ya Roho Mtakatifu. Andiko litakalotuongoza kwenye agenda hii ni Matendo ya Mitume ule mlango wa kwanza na mstari ule wa 8. Matendo ya Mitume mlango wa kwanza na mstari wa 8 nasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuja juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria hata miisho ya nchi. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuja juu yenu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu sio nguvu, ila Roho Mtakatifu amebeba nguvu za Mungu. Kwa tunapoomba uwepo wa Roho Mtakatifu kuja kwenye maisha yetu, akija haji peke yake, anakuja na nguvu za Mungu. Na tunapoomba uwepo wa Roho Mtakatifu, nataka tuelewe kwamba hii ni agenda muhimu sana kuiombea, kwa sababu bila uwepo wa Roho Mtakatifu maisha yetu sio chochote. Ila tukiwa na uwepo wa Roho Mtakatifu, tukiwa na nguvu za Roho Mtakatifu, nataka nikwambie kwa neno la Mungu, kuna mambo makubwa sana tutaweza kuyafanya tukiwa katika uwepo wa Roho Mtakatifu. Tukisoma kitabu kile cha Mwanzo ule mlango wa kwanza, anasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa na ugiza na utupu, na Roho wa Mungu akatulia juu ya uso wa vilindi vya maji. Kwa hiyo tunaona kwamba kwenye ule mstari wa 3 Mungu akasema na iwe nuru. Lakini tunaona Roho Mtakatifu ndiyo aliyeatamia dunia ili izaliwe. Kwa hiyo kama kuna mambo tunataka yazaliwe kwenye maisha yetu, anayeweza kutusaidia hayo mambo yakazaliwa ni Roho Mtakatifu. Lakini nataka nikwambie, ukiwa na Roho Mtakatifu, haijalishi uko kwenye ukiwa, haijalishi maisha yako yamekaa katika hali ya utupu, haijalishi maisha yako yamekaa katika hali ya giza, nataka nikwambie kwa neno la Bwana, ukiwa naye ataleta nuru kwenye maisha ya kwako. Haleluya. Kwa hiyo hiyo ni agenda ya kwanza ya muhimu ya kuombea. Kwa tunapoomba, omba kama hautakaa uombe tena. Agenda nyingine ambayo ni ombea nafasi ya Mungu aliyokupa itumike kwa ajili ya ufalme wake. Ombea nafasi ambayo Mungu amekupa itumike kwa ajili ya ufalme wake. Andiko la msingi linalotuongoza ni ile waraka wa kwanza wa Petro, mlango ni ule wa 4 na mstari ni ule wa 10. Inasema kila mmoja kwa kadiri ya neema, kila mmoja kwa kadiri alivyopokea karama, itumike kwa kuwahudumia kama mawakili wema wa neema mbalimbali ya Mungu. Kila mmoja kwa kadiri alivyopokea karama, itumike kwa kuhudumiana kama mawakili wema wa neema mbalimbali za Mungu. Kwa hiyo Mungu anapokupa nafasi, ile nafasi nilisema sio kwa ajili yako. Kwa wale walikuwa wanapata nafasi ya kufuatilia somo, kama hujafuatilia tunakwambia rudi kwenye YouTube, utakutana na hilo somo. Kwa hiyo Mungu anapotupa nafasi, ile nafasi sio kwa ajili yetu, ile nafasi ni kwa ajili ya watu wengine. Yusufu alipopewa nafasi, ilikuwa sio kwa ajili yake binafsi, ilikuwa ni kwa ajili ya taifa la Misri, ilikuwa ni kwa ajili ya ndugu zake Waebrania, ilikuwa ni kwa ajili ya dunia ya kipindi kile. Kwa hiyo nafasi ambayo Mungu amekupa, mahali popote ulipo, tambua kwamba hiyo nafasi sio kwa ajili yako, ni kwa ajili ya watu wengine. Na kama ni kwa ajili ya watu wengine, tutumie hiyo nafasi kuhakikisha tunaujenga ufalme wa Mungu, tunamtangaza Mungu. Kwa sababu Yusufu alimwambia Farao, Mungu atakupa majibu ya amani. Farao alitaka tafsiri ya ndoto, lakini Yusufu anamwambia Mungu atakupa majibu ya amani. Maanake Yusufu anamwambia atakaye kusaidia hapa ni Mungu niliyembeba. Kwa hiyo Farao alimpa Yusufu nafasi, lakini aliona Mungu aliye ndani ya Yusufu anaweza akawa msaada kwenye taifa la Misri, anaweza akawa msaada kwenye dunia ya kipindi kile. Kwa hiyo tunapoomba kupitia agenda hii ya pili,
kwamba nafasi tulizo nazo sio kwa ajili yetu, ni kwa ajili ya ufalme wa Mungu, ni kwa ajili ya watu wengine. Ni kwa ajili ya ufalme wa Mungu, ni kwa ajili ya watu wengine. Kwa hiyo ni vema ukatambua na ukafahamu kwamba Mungu anaponipa mimi nafasi, hanipi kwa ajili yangu mimi, ananipa nafasi kwa ajili yake, ananipa nafasi kwa ajili ya watu wengine. Agenda ya 3. Omba Mungu aondoe tabia ya kiburi na akupe unyenyekevu. Omba Mungu aondoe tabia ya kiburi na akupe unyenyekevu. Andiko linalotuongoza hapo ni Yakobo ule mlango wa 4 na mstari ule wa 6. Omba Mungu aondoe tabia ya kiburi na akupe tabia ya unyenyekevu. Anasema lakini hatukujali sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo usema Mungu huwapinga wajikuzao, bali huwapa wanyenyekevu neema. Kwa hiyo kama tunataka kupata neema, tunatakiwa kunyenyekea. Kama tunataka tupate neema kwenye biashara, neema kwenye huduma, neema kwenye karama ulio nayo, neema kazini kwako, kwa sababu neema ni ule uwezo wa Mungu unaokuja kufanya mambo yafanyike kwa urahisi. Lakini hiyo neema haiwezi kuja kama hakuna unyenyekevu. Neema na unyenyekevu ni mapacha wawili wanaofuatana. Popote pale watakapokuwepo unyenyekevu, neema ipo. Popote pale ilipo neema, tambua pana unyenyekevu upo. Kwa hiyo neema zinaenda na unyenyekevu. Mahali ambapo hakuna neema, hakuna unyenyekevu. Na nikakwambia, tabia ya kiburi ikikuingia, Mungu anakuja kufanya vita na wewe live. Wala sio majirani zako watapigana na wewe, wala sio watu mbalimbali ambao wanafanya kazi na wewe watapigana. Ni Mungu mwenyewe. Yeye anasema anawapinga wajikuzao, anawapa wanyenyekevu neema. Kwa hiyo vita ya kwako na Mungu inakuja tu pale ambapo wewe umeamua kuingiwa na roho ya kiburi. Umeamua kiburi kikutumie badala ya unyenyekevu ukutumie. Somo hilo tulilifundisha asubuhi ya leo. Kwa hiyo kama utapata nafasi unaweza ukaenda, na tumetaja maeneo ambayo viburi vinaweza vikajificha. Kwa waliopata nafasi ya kuangalia wameelewa. Kwa ambao hawajapata nafasi, utarudi kwenye YouTube na utaangalia na utapata maarifa zaidi. Agenda nyingine, omba Mungu ashughulike na roho ya Farao inayofuatilia maisha yako. Kwenye wale waliokuwa wanapata nafasi ya kufuatilia siku ile ya jioni kwenye Evening Glory, tulikuwa tunafundisha vita dhidi ya roho ya Farao. Na nikakwambia roho ya Farao inatenda kazi hata sasa katika maisha ya kwetu. Na siku ya kwanza nilikuambia jambo la kwanza. Kwa hiyo naomba uniwekee ile agenda ya kwanza. Anasema roho ya Farao huwa inaharibu vitu katika mwanzo wake. Ni roho ambayo kila kitu kinapoanza inaanza upinzani na hicho kitu. Ikianza huduma inaanza upinzani, biashara, na lengo lake upinzani unaoleta ni kuiua. Ndio maana Farao akasema wanapozaliwa watoto wa kiume wauawe. Mwanzoni tu mwa kitu kinapozaliwa, aidha cha Mungu, aidha cha kibiashara, aidha cha kiuchumi, kinauawa. Ni nini? Ni roho ya Farao. Namba 2, roho ya Farao inaweka maisha katika hali ngumu. Hii tunaiona kwenye kitabu kile cha Kutoka ule mlango wa kwanza na mstari wa 13 na wa 14. Nataka tuone roho ya Farao inavyoweka maisha katika hali ngumu. Wamisri wakawatumikisha wana wa Israeli kwa ukali, wakafanya maisha yao kuwa uchungu kwa kazi ngumu, kazi ya kuchokaa na matofali na kila namna ya kazi za mashamba, kwa kazi zao zote walizowatumikisha kwa ukali. Kwa tunaona hii roho ya Farao ilifanya maisha ya wana wa Israeli yakawa magumu. Ni roho inayotenda kazi hata leo, inafanya maisha ya watu yanakuwa katika hali ya ugumu. Anafanya kazi kwa bidii, haoni matokeo. Nini? Ukiona unafanya kazi uoni matokeo, uoni matunda, kinachotenda kazi ni roho ya Farao kwenye maisha yako. Pointi nyingine, roho ya Farao inafuatilia ili ikurudishe nyuma. Tabia ya hii roho ina tabia ya kukufuatilia. Farao aliwapa wana wa Israeli ruhusa waende zao, lakini ikafika mahali wakageuka tena, wakasema tuwafate, kwa lengo la kuwarudisha nyuma. Na andiko linalotuongoza hapo ni kitabu kile cha Kutoka ule mlango wa 14 na mstari ule wa 5 hadi ule mstari wa 9. Anasema mfalme wa Misri
aliambiwa ya kuwa wale watu wamekwisha kukimbia, na moyo wa Farao na mioyo ya watumishi wake iligeuzwa iwe kinyume cha hao watu, na wakasema, ni nini jambo hili tulilolitenda kwa kuacha Israeli waende zao wasitutumikie? Mstari unaofuata, akaandalia gari lake, akawachukua watu wake pamoja naye. Tena akatoa magari 600 yaliyochaguliwa, magari yote ya Wamisri na maakida juu ya magari yao yote. Kwa hiyo tunaona Farao yeye mwenyewe ndo aliwapa ruhusa waende, lakini baadaye moyo wake ukageuzwa, akaanza kuwafata. Hii roho ina tabia ya kukufuata. Yamkini unaweza kuwa ulikuwa unamuomba Mungu akuondoe kwenye tabia ya kiburi, itakufuata ikurudishe kwenye kiburi. Yamkini ulikuwa ni mlevi, ukaomba Mungu akutoe kwenye ulevi, inakufuata ikurudishe kwenye ulevi. Yamkini ulikuwa ni mtu ambaye una madeni na Mungu amekusaidia, umetoka kwenye hayo madeni. Hii roho ina tabia ya kukufuatilia, kukurudisha nyuma. Kwa hiyo inaweza kukurudisha kwenye madeni, inaweza kukurudisha kwenye migogoro, inaweza kukurudisha kwenye vita. Kwa hiyo ni roho inayofuatilia watu na kuwarudisha nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo tutashughulika nayo siku hii ya leo. Agenda inayofuata, roho ya Farao ina tabia ya kumdharau Mungu. Kitabu kile cha Kutoka ule mlango wa 5 mstari wa 2. Hii roho ina tabia ya kumdharau Mungu. Utaijua mtu, ikimuingia mtu utajua. Ukiongea naye habari za Mungu anakuambia mnaga Mungu. Ukimwambia habari za kanisa anakuambia kanisani nini? Hamna cha kanisa hapa. Hamna kitu chochote mnaenda kufanya huko. Ni utapeli mtupu. Ukisikia mtu anaongea hivyo, jua huyu mtu ameingiwa na roho ya Farao. Ukisikia mtu ambaye hataki ibada, hataki kuja ibada, hataki kusikia habari za Mungu, ujue ameingiwa na roho ya Farao. Tusome andiko. Anasema Farao akasema, Bwana ni nani hata nimsikilize sauti yake? Unaona hicho kiburi cha Farao. Bwana ni nani hata nimsikilize sauti yake, na kuwapa Israeli ruhusa waende zao? Mimi simjui Bwana, wala sitapa Israeli ruhusa waende zao. Mimi simjui Bwana. Maanake ni roho ambayo haitaki kusikia, haitaki kujua kuhusu Mungu, haitaki. Kwa hiyo kama una ndugu yako au kama una watu wa familia ya kwenu hawataki habari za Mungu, jua hao watu wamevamiwa na roho ya Farao. Agenda nyingine, roho ya Farao inafanya kuwa na mioyo migumu dhidi yako. Roho ya Farao ina tabia ya kuwafanya watu kuwa na mioyo migumu dhidi yako. Yamkini kuna msaada unahitaji kwa mtu, ule moyo wake unafanya kuwa mgumu, hakupi msaada. Ana uwezo kabisa kukusaidia, lakini hakupi msaada. Ina tabia ya kufanya watu mioyo yao kuwa migumu. Unaweza ukaenda kwenye ofisi yoyote tu, unahitaji msaada, aidha ni wa kihuduma kwenye hiyo ofisi au kampuni. Unafika pale, mioyo ya hao watu inakuwa migumu kukuhudumia. Haitaki tu kukuhudumia. Unajiuliza hawa watu vipi? Hawa watu kishaona hivyo, wamevamiwa na roho ya nani? Roho ya Farao. Kwa hiyo roho ya Farao ina tabia ya kufanya watu wanakuwa na mioyo migumu. Na sio tu mioyo migumu, inafanya pia watu wanakuwa na roho ya usaliti. Kwa sababu Farao alikuwa ni mtu wa kigeugeu. Anamwambia nitawapa ruhusa, baadaye nakataa, hawapi ruhusa. Kwa hiyo ni roho ya kigeugeu, lakini pia ni roho ambayo inafanya watu wanakuwa na mioyo migumu dhidi yako. Kama kuna mahali ambapo ulikuwa upate msaada, unakosa msaada. Kama kuna mahali ambapo ulikuwa ufunguliwe mlango, huyo mtu alikuwa kufungulia mlango wa kifursa, unakosekana. Kwa sababu gani? Ameingiwa na roho ya Farao. Haleluya. Kwa hiyo tutapata nafasi ya kwenda kuombea agenda hizo, na ile agenda ya mwisho kabisa itakuwa ni special ya mwisho kabisa, na tutaitumia special. Kwa hiyo usiondoke, agenda ya mwisho itakuwa muhimu zaidi. Kwa hiyo nataka tupate nafasi ya kwenda mbele za Mungu kwa maombi. Nataka tupate nafasi ya kuomba kwa muda mrefu kidogo. Simama kwa miguu yako. Praise team, karibuni. Na maombi haya yakufikie wewe peke yako, kitini pako. Na maombi haya yakufikie wewe
maombi haya yakufikie wewe peke yako kitini na ibada hii ikufikie wewe peke yako kitini na maombi haya yakufikie wewe peke yako kitini. Bwana Yesu, Bwana Yesu, peke yako kitini. Wewe Yesu, peke yako kitini na maombi haya yakufikie wewe peke yako kitini na maombi haya yakufikie wewe peke yako kitini na ibada hii ikufikie wewe peke yako kitini. Bwana Yesu, peke yako kitini. Bwana Yesu, peke yako kitini. Wewe mfalme peke yako kitini. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako, naomba unirehemu na unisamehe na unitakase kwa damu ya Yesu Kristo. Mahali popote nilipokutenda dhambi kwa kuwaza, kwa kunena na kwa kutenda, ninaomba rehema, ninaomba msamaha. Nimesimama kwenye mlima huu nikikuomba, Bwana, nijalie leo hii nguvu za Roho Mtakatifu wako zikabadilishe maisha yangu, zikabadilishe hatima yangu, zikabadilishe uchumi wangu, zikabadilishe mwenendo wangu, zikabadilishe tabia yangu katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, karibu sasa ndani yangu. Chukua nafasi ndani ya moyo wangu, chukua nafasi kwenye maisha yangu. Nisaidie niweze kutembea katika mapenzi yako uliyoyakusudia mimi niyaishi nikiwa hapa duniani, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu.
nenda mbele za Mungu kwa ajili ya agenda ya kwanza ya kuomba uwepo wa Roho Mtakatifu. Mungu, katika jina la Yesu Kristo na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, mfalme wa falme, Bwana wa mabwana, ninasimama kwenye madhabahu yako nikiwa nimeibeba damu ya Yesu Kristo. Ninaiachilia hiyo damu Bwana juu ya watoto wako na watumishi wako walioko mahali hapa na wanaotufuatilia online mahali. Ninaipeleka hiyo damu ya Yesu inayenena mema kinyume na mabaya yote. Hiyo damu ya Yesu ikanene mema, hiyo damu ya Yesu kawatakase watoto wako na kuwasafisha. Na mimi naomba Bwana, katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo, nguvu ya Roho Mtakatifu wako ije kwenye maisha yao, iguse maisha yao. Uwepo wako Roho Mtakatifu udhirike ndani yao katika jina la Yesu. Uwepo wa Roho Mtakatifu Baba, ninauita wewe uwepo wako uje kwenye maisha yao, pale palipo na giza, pale palipo na utupu, pale palipo na ukiwa. Roho wa Mungu sasa ingilia kati, ukalete nuru kwenye maisha yake. Yamkini hiyo ndoa iko kwenye ukiwa, yamkini uchumi wake uko kwenye giza, yamkini maisha yake yako kwenye utupu. Roho wa uzima, Roho wa milele, ingilia kati sasa. Roho wa uzima, tunakuita Roho Mtakatifu, ingilia kati juu ya maisha ya watoto wako walioko katika mlima huu na wale wanaotufuatilia kwa njia ya redio na online mahali ulimwenguni mwote, katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu sasa dhihirika kwenye maisha yako, dhihirika kwenye maisha yao. Nguvu zako zianze kuwamiminikia, nguvu zako zianze kuwamiminikia, nguvu zako zianze kumiminikia katika jina la Yesu. Pokea hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu, inakuja ndani yako sasa. Pokea kwa imani, na hiyo nguvu ya Mungu inaanza kutembea, inaanza kufanya operation ndani yako. Mungu anaenda kuondoa hilo giza lililokuwa kwenye maisha yako, huo utupu uliokuwa kwenye maisha yako unaenda kuondolewa katika jina la Yesu. Risandarabosika rikapasandarabakokorobokosia risiyashandarabosia. Pokea hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu idhirike ndani yako, idhirike ndani yako, idhirike ndani yako, idhirike ndani yako, idhirike ndani yako. Usinyamaze, lia na Mungu akupe Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio kila kitu kwenye maisha yetu. Yes, endelea kuomba. Kandarabosiki risatakabazanda babadia rapakorosiki riashandarabosia mandarabakakakariwasira risavayandarabosoko rikikikikiria sandarabosia risatakapayanderabosoko ropokorosiki kikiria sandarabosia rimandarabakokorobokosia kiria sandarabosia. Roho Mtakatifu, tunaomba hizo nguvu, tunaomba hizo nguvu zianze kuwamiminikia, zianze kuwamiminikia, zianze kuwamiminikia, zianze kuwamiminikia, zianze kuwamiminikia, maana ulisema tapokea nguvu mpya akisha kuja juu yenu Roho Mtakatifu. Pokea hiyo nguvu sasa, maana Roho wa Mungu amekwisha kuachiliwa, amekwisha kuachiliwa. Kuna watu wanapokea, kuna watu wanapokea hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu. Inaanza kupita ndani ya watu, inapita. Hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu inapita kwenye maisha yako, na vitu vya maisha yako vinabadilishwa, maisha yako yanabadilishwa, kila kitu cha kwako kinabadilishwa. Hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu inaingia ndani yako, inabadilisha kila kitu, inabadilisha kila kitu, inabadilisha kila kitu, inabadilisha kila kitu, inabadilisha kila kitu. Yes. Hiyo nguvu imeachiliwa. Kuna watu wanapokea, kuna watu wanapokea, kuna watu wanapokea, kuna watu wanapokea hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yao. Ndio. Ninaona wanawake wanne wanapokea hiyo nguvu sasa. Ninaona wanawake wanne wanapokea hiyo nguvu sasa. Ninaona wanawake wanne wanapokea hiyo nguvu sasa. Wamemwambia Mungu awavushe katika hilo eneo. Pokea hiyo nguvu na unaenda kuvuka, na unaenda kuvuka, na unaenda kuvuka, naenda kuvuka. Yes. Ndio nguvu hiyo inatembea, inagusa maisha yako, inabadilisha maisha yako, inabadilisha tabia zako, inabadilisha mwenendo wako. Hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu imekuja sasa, inakuhudumia kwa namna ya kipekee kabisa. Unahudumiwa, walioko mahali hapa wanahudumiwa, wanaotufuatilia kwa njia radio wanahudumiwa, wanaotufuatilia kwa njia online TV wanahudumiwa katika jina la Yesu, wanahudumiwa. Maana nguvu ya Roho Mtakatifu imepenya, inapenya kwenye maisha ya watu. Kuna watu wanapokea hiyo nguvu, kuna watu wanapokea hiyo nguvu, kuna watu wanapokea hiyo nguvu, na roho ya neema na maombi inamiminika juu yenu. Risa takavazanda babadia rapa korosiki ya shanda rabosia rika sanda rabakokorobokosia rimanda rabakikiria saka rapa koria sanda rabosia risa takayanda rabosika kika rabasanda rabosoya rimanda rabakikiria sika rapa koria sanda rabosia rima sataka vazanda rika pasanda rabosia riria sanda rabosiki rika pasanda rabosoko karabasanda rabosia rindiria sata.
Yes, ninaiona hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu ikija juu ya mtu na ikishughulika na changamoto ya kiuchumi. Rakaseta kavazanda rili vizanda babadia nderebosia rika kakakasanda rabosia. Hiyo nguvu ninaona inashughulika na uchumi wa mtu, inashughulika na uchumi wa mtu, inashughulika na uchumi wa mtu. Hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu ninaona inashughulika na uchumi wa mtu. Kuna uchumi wa mtu unavushwa leo. Risa taka manda rabosikiri ya shira rapa korosata bayanda rabosia rika sanda rabosikiri ya shanda rabosia manda rabakikiria sira rika sanda rabosaika rapa korosikiria shira rika sanda rabosia rapa kokorobosika kiria sanda rabosia risa takayande rabosia. Hiyo nguvu inakuja inabadilisha. Kuna mtu inambadilisha ndoa yake. Hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu inaenda kubadilisha hiyo ndoa. Yes, hiyo ndoa inabadilishwa. Hiyo ndoa inabadilishwa. Hiyo ndoa inabadilishwa. Inabadilishwa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, 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 kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Ndio, kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Ndio, kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Yes, ndio. Kuna watu sasa maisha yao ya ndoa yanabadilishwa. Maisha yao ya ndoa yanabadilishwa kwa sababu ya nguvu ya Roho Mtakatifu, kwa sababu ya nguvu ya Roho Mtakatifu, kwa sababu ya nguvu ya Roho Mtakatifu, kwa sababu ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Hiyo nguvu inapenya kwenye maisha ya kwako, ndoa yako inabadilika. Karaba sanda rabosia risa takayanda rabosika riria sanda rabakiki ria sira rimanda rabakiki kiria saka rapa kosita kazanda risiria shanda rabosia rimanda rabakoko robokosira kiria sanda rabosika rika sanda rabosia. Kuna watu wana tatizo la kiafya. Hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu inakuja ndani yao sasa, inashughulika na hilo tatizo la kiafya, inashughulika na hilo tatizo la kiafya, inashughulika na hilo tatizo la kiafya. Nguvu za Mungu zinapita kwenye huo mgongo, kwenye huo mgongo, kwenye huo mgongo, kwenye huo mgongo. Huyo mtu ana tatizo la mgongo, anapokea nguvu ya Roho Mtakatifu na mgongo wake unakaa sawa sawa, na mgongo wake unakaa sawa sawa. Hayo maumivu ya mgongo yanakuachia, hiyo kansa inakuachia. Yes, nguvu ya Roho Mtakatifu inafanya operation ndani yako, ndani yako, ndani yako, ndani yako. Kuna watu wanafunguliwa, kuna watu wanafunguliwa kutoka kwenye vifungo vya magonjwa. Kuna watu wanafunguliwa kutoka kwenye vifungo vya magonjwa kwa sababu ya nguvu ya Roho Mtakatifu, 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 katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Pokea hiyo nguvu sasa. Yes, mahanda rabosika risa takayanda rabosoko risa yanda rabosiri ya shanda rabosia rapa korobosanda rabosia. Naomba weke agenda ya pili ubaoni. Kanda rabosikiri ya shaka rapa kosita bayanda rapa. Agenda ya tatu risiki yanda rabosia. Omba Mungu akupe nafasi ili utumie kwa ajili ya ufalme wake. Mungu, katika jina la Yesu, asante kwa sababu umetupa nguvu ya Roho Mtakatifu. Na mimi nawaombea watoto wako Bwana, katika jina la Yesu, juu ya nafasi ulizowaita kwenye biashara, kazini na mahali popote kwenye huduma. Roho wa Mungu, ninaomba katika jina la Yesu, ninaiombea hiyo nafasi ya kwake. Mungu, itumie hiyo nafasi kwa ajili ya ufalme wako. Mungu, itumie hiyo nafasi kwa ajili ya ufalme wako. Mungu, itumie hiyo nafasi kwa ajili ya ufalme wako. Karabasanda rabosia, maana neno lako linasema nchi na vyote vinavyojaza ulimwengu ni mali yako Bwana. Nasi tunasema hata hiyo nafasi ni mali yako, hata hiyo nafasi uliowapa ni mali yako, Mungu wa mbinguni. Nasi tunakupa hiyo nafasi, itumie kwa ajili ya ufalme wako, itumie kwa ajili ya ufalme wako. Kanda rabasikiri ya shanda rabosia risa takayanda rabokorobosika rika sanda rabakikiri ya sira rapa korosikiri ya shanda rabosia rimanda rabakikiri ya sira rika pasata kavazanda kanda rabosikiri ya shira rika sanda rabosia. Mungu, itumie hiyo nafasi katika jina la Yesu. Hiyo nafasi ambayo umempa Bwana, itumie kwa ajili ya ufalme wako, itumie kwa ajili ya ufalme wako. Itumie hiyo nafasi kama platform Bwana ya kutangaza ufalme wako. Rika sataka yande rebosia kanda rabasikiri ya shira rika rabasanda rabakikiri ya sira kanda rabosaike ya shanda rabosia. Ikiwa ni nafasi ya kibiashara, ikiwa ni nafasi ya kikazi, ikiwa ni nafasi kwenye ofisi, ikiwa ni nafasi kwenye eneo la huduma, Mungu, ninaomba katika jina la Yesu, itumie hiyo nafasi Bwana kwa ajili ya ufalme wako, kwa ajili ya ufalme wako, kwa ajili ya ufalme wako, kwa ajili ya ufalme wako. Kanda rabasikiri ya shira rika sanda rabakikiri ya sira rapa korosanta baba yanda rabosia manda rabakikiri ya sira kiria sanda rabosika rapa korosata brazavia rika sanda rabosia rimanda rabakokorobokosira karia shanda rabosika rika sata kavazanda rasava yanda rabosika rika pasata vazoya bahanda rapa korobosanda rabosia rika rabasanda rabaki
kikiri yasira rikarabasanda rabakoko korobokosira kata bayande rebosiri yashira manda rabakiki kikiri yasaka kata kayanda rabosaika katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Tuweke agenda inayofuata katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Omba Mungu aondoe tabia ya kiburi ndani yako na akupe moyo wa unyenyekevu. Mungu, katika jina la Yesu Kristo, tunajua kiburi kimeharibu maisha ya wengi, tunajua kiburi kimeharibu maisha yetu. Baba, tunakuja mbele zako, tunanyenyekea tena chini ya mkono wako. Tunaomba uturehemu pale mahali ambapo tumeinua roho ya kiburi ndani ya mioyo yetu, ndani ya maisha yetu. Turehemu Bwana, tusamee Bwana. Tunaomba utupe moyo wa unyenyekevu, tupe moyo wa unyenyekevu, tupe moyo wa unyenyekevu. Neno lako linasema akanyenyekea hata mauti ya msalaba. Yesatabayande rebosea bahanda karabasanda rabosia. Ninaomba Bwana, wape watoto wako walioko mahali hapa, wanaotufuatilia kwa njia radio, wanaotufuatilia kwa njia online TV, wape Mungu katika jina la Yesu roho ya unyenyekevu. Ondoa roho ya kiburi ndani yao, weka unyenyekevu ndani yao. Ondoa kiburi Bwana, ondoa kiburi Yesu, weka unyenyekevu. Wewe ulikuwa ni mnyenyekevu wa moyo. Tunaomba Mungu katika jina la Yesu unyenyekevu ndani yetu. Achilia moyo wa unyenyekevu, achilia roho ya unyenyekevu, achilia moyo wa unyenyekevu, achilia roho ya unyenyekevu, achilia Bwana, mimina roho ya unyenyekevu ndani ya watoto wako walioko hapa. Mwaga roho ya unyenyekevu ndani ya watoto wetu, na mwaga roho ya unyenyekevu kwenye familia zetu. Mwaga roho ya unyenyekevu kwenye ndoa, mwaga roho ya unyenyekevu kwenye huduma. Mungu, tunaomba roho ya unyenyekevu kwenye huduma, roho ya unyenyekevu kwenye ndoa, roho ya unyenyekevu kazini kwetu, roho ya unyenyekevu kwenye biashara. Tunaomba hiyo roho ya unyenyekevu, mimina hiyo roho ya unyenyekevu, mwaga hiyo roho ya unyenyekevu kwa viongozi wetu wa kanisa, mwaga hiyo roho ya unyenyekevu kwenye taifa letu la Tanzania. Tupe moyo wa unyenyekevu, ondoa kiburi ndani yetu. Karabasanda rabosia risa takayanda rabakiki riasira rika sanda rabakiki barabasavia ramanda rabakiri ashika rika sanda rabakoko robokosira risa takayanda rabosia manda rabakiki riasira. Mungu, tunahitaji unyenyekevu. Hatutoki kwenye huu mlima mpaka tupate roho ya unyenyekevu. Tunanyenyekea kwako Bwana, tunaomba uachilie roho ya unyenyekevu, roho ya unyenyekevu juu yetu. Mimina hiyo roho kwa maisha yetu, mimina hiyo roho, kwa sababu imetuzuia kwa muda mrefu. Kiburi kimetuzuia tusiweze kupiga hatua kwenye maisha. Nasi tunaomba unyenyekevu, maana unyenyekevu wako Bwana unatuinua, maana ulisema unawapa wanyenyekevu neema. Tunaomba unyenyekevu na neema katika maisha ya kwetu. Kanda rabosia bahanda risa lavayanda rabosia reseka bazanda makarabasanda rabosia rika rabasanda babababaskavezaya rapa korosiki ya sheka. Tupe moyo wa unyenyekevu, achilia moyo wa unyenyekevu, achilia moyo wa unyenyekevu, achilia moyo wa unyenyekevu. Mimina moyo wa unyenyekevu ndani ya watoto wako, ndani ya watoto wako, ndani ya watoto wako. Achilia Bwana, fungulia hiyo roho ya unyenyekevu juu ya taifa letu la Tanzania, juu ya kanisa la Tanzania. Fungulia hiyo roho ya unyenyekevu. Viburi vimekaa ndani yetu Bwana, ondoa kiburi, ondoa majivuno. Tupe unyenyekevu, kwa sababu kiburi ni kaburi, nasi tumekubali leo kwamba tuko tayari kunyenyekea. Tunaomba Mungu wa mbinguni, achilia unyenyekevu, achilia unyenyekevu, achilia unyenyekevu, achilia unyenyekevu ndani ya watoto wako. Mimina roho ya unyenyekevu, mimina roho ya unyenyekevu, mimina roho ya unyenyekevu ndani ya hao watoto wa huyo mama, ndani ya hao watoto wetu Bwana. Mimina roho ya unyenyekevu juu ya watoto wetu, maana roho za viburi zimeshika watoto, roho za viburi zimepiga watoto wetu, zimeharibu hatima za watoto wetu. Mungu, tunaomba katika jina la Yesu, mimina roho ya unyenyekevu, mimina roho ya unyenyekevu ndani yetu, juu ya watoto wetu, juu ya familia zetu, juu ya kanisa lako na juu ya taifa la kwako. Mimina hiyo roho ya unyenyekevu katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Tokea agenda inayofuata. Omba Mungu ashughulike na roho ya Farao inayofuatilia maisha yako. Tuwekee kipengele cha kwanza, tuanze kushughulika nacho sasa. Yes, karaboshika vahanda. Yes, shughulika na roho inayeharibu vitu katika mwanzo wako katika jina la Yesu Kristo. Mungu, katika jina la Yesu tunaachilia damu yako sasa ikapate kupita juu ya roho yoyote ya Farao iliyosimama kinyume na sisi, inayeharibu vitu vyetu katika mwanzo. Tunapoanzisha vitu inataka kuviua. Mungu, hiyo roho inayetaka kuua project zetu mwanzoni, inataka kuua mahusiano, inayetaka kuua ndoa, inayetaka kuua huduma, inayetaka kuua karama zetu na vipawa, tunaingia katika ulimwengu wa roho, tunaachilia damu ya Yesu, tunavunja hilo roho la
Farao tunalipindua na kulisambaratisha katika jina la Yesu Kristo. Ewe roho ya Farao ulioshikilia maisha ya watu, umeharibu biashara zao, umeharibu ndoa zao, mwanzoni mwa ndoa umeharibu, mwanzoni mwa hiyo biashara umeharibu, tunakunyamazisha kimya na tunakusambaratisha. Achia sasa, achia sasa, achia sasa. Tunavunja na kusambaratisha hiyo roho, tunapiga na kuharibu hayo maroho ya Farao, tunayasambaratisha kwa jina la Yesu. Maana neno la Mungu linasema Kristo Yesu alidhihirishwa ili azivunje kazi zote za shetani. Tunavunja makazi ya Farao, tunavunja hilo liroho la Farao linaloharibu vitu katika mwanzo wetu. Tunavunja, 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 tunaharibu, tunavunja, tunaharibu. Na hiyo roho hiyo shika watu vitu vyao vinaharibika, mimba zinaharibika mwanzoni, wakitaka kujifungua watoto wanakufa. Tunaishughulikia hiyo roho, tunaikamata kwenye ulimwengu wa roho, tunaivunja, tunaisambaratisha, tunavunja, tunaharibu, tunapiga, tunabomoa, tunasambaratisha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ewe roho ya Farao, achia watu wa Mungu. Ewe roho ya Farao, achia kanisa la Mungu kwa jina la Yesu. Achia huo uzao wa tumbo, achia huo uzao wa tumbo. Umekuwa ukileta miscarriage kwa huyo dada. Yes, nimetangaza hakutakuwa na miscarriage. Hiyo roho ya Farao inaleta miscarriage. Haya, inasambaratika, 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 inaondoka. Hiyo roho iliyoko inapigana na maisha yako, inaharibu vitu vyako mwanzoni, imeharibu vitu vyako mwanzoni. Umefungua biashara zimekufa. Mungu anaishughulikia sasa, Mungu anaishughulikia sasa. Haitasimama, haitasimama, haitasimama kwa jina la Yesu. Inaangushwa. Farao unaangushwa. Yule Mungu aliyemzika Farao katika bahari ya Shamu, azike hiyo roho ya Farao kwenye maisha ya kwako leo katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Hiyo roho ya Farao ikazikwe kwenye maisha yako, isikufuatilie tena. Vitu vyako ukianzisha vitu visife, vitu vyako viendelee mpaka vifike mwisho wako katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Resatakabayande reboseka bahanda, risatakayanda rabosia, rikapayanda rabosika, rikamanda rabosia, risavianda rabosaika, rikasata yenda rabosika, rima yande rebosovi handa, rikarabashanta bayande, risatakayande rabosia, rapa korobosanda. Agenda inayofuata, tuwekea agenda inayofuata. Risakapayanda rabosia. Roho ya Farao inaweka watu katika hali ngumu ya kimaisha. Shughulika na hiyo roho ya Farao inayofanya maisha yako yawe magumu. Kila kitu unachokifanya unakifanya kwa ugumu, anza kushughulika nayo. Umeanza biashara kwa ugumu, unaanza mahusiano kwa ugumu, umeanza kazi kwa ugumu, unaanza projekti zako kwa ugumu. Shughulika na hiyo roho ya Farao ikachie. Baba, tumesimama kwenye mlima huu, tunaisambaratisha hiyo roho ya Farao inayoleta hali ngumu ya kimaisha, inayoleta hali ngumu kwenye maisha yetu. Tunaisambaratisha. Pigwa, sambaratika, achia, achia maisha yetu sasa. Hiyo hali ngumu iliyokuwa imesimama kwenye uchumi inaondoka, hali ngumu kwenye ndoa inaondoka, hali ngumu kwenye biashara inaondoka, hali ngumu kazini inaondoka sasa katika jina la Yesu. Maana roho ya Farao inashughulikiwa, 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 inashughulikiwa. Haitasimama juu ya maisha yako, haitasimama juu ya watoto wako. Tunatangaza hiyo hali ngumu inaondoka. Kuna watu wanatolewa kwenye hali ngumu sasa, wanachomolewa, 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 wanachomolewa. Yes, watu wanavuka, watu wanavuka, wanatoka kwenye hali ngumu, wanatoka kwenye hali ngumu, wanatoka kwenye hali ngumu. Hayo maroho ya Farao yamesababisha wakaishi katika hali ya utumwa na hali ngumu. Mungu anaiondoa hiyo hali ya utumwa. Utumwa wa kiuchumi unaondoka leo. Yes, utumwa wa kiuchumi unaondoka, utumwa wa kikazi unaondoka, utumwa kwenye hiyo biashara yako unaondoka leo. Resatakabayande reboseta, yes avayanda rabosia, yasatakabayanda rabakokorobosia, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Hiyo roho inakuachia, hiyo roho inakuachia, inakuachilia sasa. Hiyo roho inaleta maisha magumu, hiyo roho inaleta hali ngumu kwenye maisha yako, inaachia sasa, inaachia sasa, inaachia sasa, inaachia sasa. Yes, kuna maisha ya watu wanafunguliwa, kuna maisha ya watu wanafunguliwa. Roho ya Farao inamwachia. Hiyo roho ya Farao inaleta hali ngumu ya kimaisha, inang'olewa, inang'olewa. Hali ngumu ya kiuchumi inang'olewa, hali ngumu kwenye mahusiano ya ndoa inaondolewa. Hilo roho limekaa kwenye ndoa yako linasababisha hali ngumu ya kwenye ndoa, linavunjwa kwa jina la Yesu Kristo. Resa kapayande rebosivia, rili vianda rebosata brazavia. Tuwekea agenda inayofuata. Makaraba zova handa, yes, mashataka vazanda, yes, sarabashanda rabosia. Hiyo roho ya Farao inakufuatilia ili kukurudisha nyuma, inafuatilia biashara yako kuiangusha, inakufuatilia kukuangusha. Na mimi natangaza kutoka kwenye madhabahu hii sasa, hiyo roho haitakufuatilia tena, tunaisambaratisha. Ile roho ya Farao iliyokuwa inawafuata wana wa Israeli, Mungu akaizika kwenye bahari ya Shamu, akaizike leo, akaizike leo. Huyo Farao unayemwona leo utamuona tena. Huyo Farao anayefuatilia maisha yako, anayefuatilia ndoa, anayefuatilia uchumi, anayefuatilia huduma, anayefuatilia
anayefuatilia karama yako, anayefuatilia kipawa chako, anaachilia sasa. Ndio anakuachilia, ndio anakuachilia. Rekesata bayande rebosia rika rabashanda rabosika makaya zova bayanda rapa koria sanda rabosia rili ya zanda babadia kanda rabosiki ya shira rika pasanda rabosia. Hiyo roho inayekufuatilia ikuangushe kwenye dhambi leo inakuachilia, leo inakuachilia. Hiyo roho inayekufuatilia ikuangushe kwenye makosa, yes, leo inaachia. Kuna watu wanafunguliwa sasa kutoka kwenye hiyo roho, kutoka kwenye hiyo roho, kutoka kwenye hiyo roho. Yesu wanafunguliwa, Yesu wanafunguliwa, Yesu wanafunguliwa, Yesu wanafunguliwa, Yesu wanafunguliwa. Ndio wanafunguliwa. Watu wanafunguliwa hapa, watu wanafunguliwa, wanatolewa kwenye hiyo roho, 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 wanatolewa kwenye hiyo roho. Hiyo roho inayerudisha vitu vyako nyuma, inarudisha maisha yako, huduma, karama, ndoa inarudi nyuma badala ya kusonga mbele. Leo inaondolewa kwenye maisha yako, maana Bwana amesema huyo Farao unayemuona leo hutamuona tena. Nami nimesimama kwenye madhabahu, ninatangaza kwa neno la Bwana, huyo Farao anayekufuatilia leo, Mungu anaenda kumzika kwenye bahari ya Shamu, na unaenda kuvuka, na unaenda kuingia Kanani yako. Ndoa yako inaenda kuingia Kanani yako. Reka sata bayanda, uchumi wako leo unaenda kuingia Kanani, unaenda kuondolewa kwenye maisha ya utumwa, maisha ya kimaskini. Hiyo roho inayekufuatilia ikurudishe kwenye umaskini, ikurudishe kwenye madeni, ikurudishe kwenye hasara. Leo Mungu anashughulika nayo, leo Mungu anashughulika nayo. Haitasalia hiyo roho juu yako. Leo inasambaratishwa, 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 leo inasambaratishwa. Maisha yako yanaachiliwa, maisha yako yanaachiliwa. Tunatangaza spidi, tunatangaza kuanzia sasa maisha yako yataenda mbele kwa spidi, hayatarudi nyuma. Sasa yule Mungu aliachilia spidi ndani ya Elia, rekesata bayanda, akaachilia spidi kwenye maisha yako. Maisha yako yakaende kwa spidi isiyo ya kawaida. Hiyo biashara yako ikaende kwa spidi, na maana Farao amekwisha kuangushwa. Vitu vyako vilivyokuwa vinafuatiliwa na hii roho ili kuangushwa, Mungu anaenda kuviinua na anaenda kuweka spidi ndani ya hivyo vitu. Utaenda kufanya mambo kwa spidi. Kanda rabosia vihanda risa takayande rabosia yesa kapayanda rabosika rika vazanda baba shikavezaya rali vizanda babadia risa takayanda rabosia rapa korobosanda. Tuwekea agenda nyingine. Rimanda rabosika rikrazovia mahanda rapa koria siria shanda rabosia rapa kosiva bahanda. Roho ya Farao inayemdharau Mungu, vunja lili roho linalodharau Mungu. Kama kwenye familia watu wana hii roho, omba. Kama ni ndani ya kanisa, omba. Kama ni ndani ya taifa, omba. Hii roho ambayo inadharau Mungu, haitaki kusikia habari za Mungu, Mungu akashughulike nayo. Baba, tunaachilia nguvu yako sasa ikapate kupita juu ya roho ya Farao, maana yako maroho haya yamekaa ndani ya familia. Watu wataki kujua habari za Mungu, watu wataki kwenda kanisani. Roho hili limefunga hiyo familia isiende kanisani. Leo tunatuma moto wa Roho Mtakatifu, inaenda sasa kuvunja hilo roho la Farao. Karaba shanda rabosia rika rabasanta babadia nderabosia rapa koria shanda rabosia masata kayanda rabosika rika rabasanda rabosia rapa karia sivi handa rimanda rabakiki yasira. Yes, hiyo roho iliyokuwa kwenye familia yenu inashughulikiwa. Watu wa nyumbani kwenu watamjua Bwana, watu wa nyumbani kwenu watamjua Bwana. Mungu anaivunja hiyo roho, Mungu anaiharibu hiyo roho. Haitasimama tena juu ya ndugu zako, haitasimama kwenye familia ya kwenu, haitasimama kwenye ukoo wa kwenu, haitasimama kwenye kabila la kwenu, haitasimama kwenye nchi yetu. Tumeitangazia hii roho ya kumdharau Mungu juu ya taifa, tumeivunja kwa mamlaka ya jina la Yesu. Haitasimama juu ya kina baba, juu ya kina mama, juu ya vijana wa kiume na wa kike, na juu ya watoto wetu. Watoto wetu watamtumikia Bwana, na tumevunja roho la Farao linalofanya watu wanapuuzia mambo ya Mungu, wanadharau mambo ya Mungu. Tunavunja kwa jina la Yesu Kristo. Kiria sanda rabosia riria shanda rabakaka rabasira karabasataka zavayanda zavahanda rabosia. Tuwekea agenda inayofuata masavayanda. Omba roho ya Farao hufanya watu kuwa na mioyo migumu. Omba hii roho iliyofanya watu kuwa na mioyo migumu, Mungu akalainishe mioyo yao. Mahali popote utapokwenda, Mungu alainishe mioyo ya hawa watu na aachilie breakthrough juu yako. Karabashanda rabosia risa takapayanda rabosia. Mungu, katika jina la Yesu tunaachilia damu yako sasa ikamiminike juu ya hiyo roho ngumu, hiyo roho ngumu, hiyo roho ngumu iliyoko ndani ya roho ya Farao iliyoko ndani ya watu. Roho ngumu, hawataki kusikia habari za Mungu, hawataki kuachilia msaada kwa watu wengine. Tunaivunja hii roho kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kanda rabosikiri ya shara rasakavazada hande bazovia ziba handa bababashka vezoya rapa korisanda
rabosia rika sata payanda rabosika riri ya shanda rabokorobosia rapa koria sanda rabasia rika rabashanda rabosia. Hiyo roho ngumu inaharibiwa kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu. Roho ngumu ndani ya familia inaharibiwa, inaharibiwa, inaharibia. Mungu anaondoa hiyo roho ya Farao, roho ngumu ambayo haitaki kubadilika, haitaki kushaurika, haitaki kusikia. Mungu anaenda kuibadilisha kwa jina la Yesu Kristo. Harabashanda. Hiyo roho kama iko kwa bosi wako, tunavunja hiyo roho ngumu iliyoko ndani ya bosi wako katika jina la Yesu. Kanda rabosiri ya shari ya bazaya resa takazova bahanda masavayanda rabosia. Hiyo roho ngumu iliyokaa ndani ya bosi wako, hataki kukusikiliza, hataki umpe excuse yoyote. Nami nimesimama kwenye hii madhabahu na ishughulikia na iharibu kwa jina la Yesu. Haitatenda kazi ndani yako, haitatenda kazi kwa watoto wako, haitatenda kazi kwenye ofisi yako, haitatenda kazi kwenye biashara yako, haitatenda kazi kwa ndugu zako, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu.